Subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Karibu katika YouTube channel yetu ili endelee kupata taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Kama kawaida yetu ni kukujuza zile taarifa zote ambazo zinatikisa katika mitandao ya kijamii. Kama ndo kwanza kabisa umetembea YouTube channel yetu, bonyeza button nyekundu iliyoko chini ya video kisha alama ya kengele ili uendelee kupata yale yote ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii. Jana tulishuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania na ni mchezo kati ya timu ya Tabora United kutokea mkoani Tabora dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Mchezo uliochezwa katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora kuanzia majira ya saa 10 kamili. Usisahau kwamba ulikuwa ni mchezo wenye tempa kubwa, pressure ilikuwa ni kubwa sana kwa timu zote mbili, upande wa klabu ya Yanga pamoja na upande wa Tabora. Yanga waliingia kiwanjani wakiwa na rekodi ya kufunga mabao 3-1. Mchezo uliochezwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, ambapo mchezo ulichezwa majira saa 1 kamili usiku na Yanga waliambulia kichapo cha mabao 3-1. Sasa rekodi hiyo ilikuwa inawapa pressure zaidi Yanga kuelekea katika mchezo huo, lakini hata hivyo mchezo ulimalizika Yanga wakiwa wamemaliza vizuri kabisa kwa kulipa kisasi. Na Yanga waliingia katika mchezo wakiwa na jumla ya point 58 na mchezo unamalizika Yanga walivuna point 3 pamoja na magoli 3 safi kabisa na mabao ya kufungwa na Israel Patrick Mwenda. Bao la Israel Patrick Mwenda halikuwa na ukakasi wowote. Bao lilikuwa clear kabisa, lakini pia bao lingine likaja kufungwa na Clement Mzize, bao ambalo halikuwa na shaka yoyote, na bao lingine la klabu ya Yanga likaja kufungwa na Prince Dube, bao hilo alikuwa na mashaka. Naweza kusema mabao matatu yote ya Yanga ambao waliyafunga yalikuwa ni mabao safi ambayo hayakuwa na shaka yoyote. Lakini mwanzoni mwa mchezo, yani katika zile dakika za mwanzo kabisa, ikiwa ni dakika 8 ya mchezo, kuna moja ya tukio ambalo lilitokea, na hili tukio lilitokea kati ya mchezaji beki wakati wa klabu ya Young Africa anaitwa Abdullah Ahmad Baka, ambaye alifanya lafu ya kiuni dhidi ya mchezaji wa klabu ya Tabora United, naweza nikasema Ritier Ebenezer Makambo. Na lafu ile kuna watu wengi wametafsiri kwamba mchezaji huyu wa klabu ya Young African alistahili kupewa kadi nyekundu. Alimpiga kabisa na mguu, yes, wakati mwamuzi akiwa ametazama tukio, lakini mwamuzi alipeta ni kama aliamua kunyamazia. Ebenezer Makambo alikuwa nyuma ya mchezaji wa klabu ya Yanga ambaye ni Abdullah Ahmad Baka. Abdullah Ahmad Baka akampiga teke eneo la goti. Japo Makambo kwa kuwa wenda aliona asifanye reaction, lakini kama angefanya reaction basi mambo yangekuwa makubwa zaidi, lakini mchezaji wa klabu ya Young African ambaye ni Abdullah Ahmad Baka alistahili kupewa kadi nyekundu kwa mchezo na uhuni ule ambao aliufanya. Tukipitia katika akaunti za mitandao ya kijamii, huyu anaitwa Champion TZ ambaye ameposti clip hiyo inaonyesha ilikuwa ni dakika ya 8 sekunde 23 ya mchezo, ambapo Abdullah Baka alirudisha mguu nyuma kumkanyaga kimakusudi mchezaji wa klabu ya Tabora ambaye ni Richard Makambo. Chini wameweka caption unasema hivi: tukio la Baka kumpiga teke Makambo ilikuwa ni kadi nyekundu na moja kwa moja. Mwamuzi aliona tukio zima na akataka kufanya maamuzi kisha akapotezea. Yes, alitaka kutoa kadi lakini akapotezea. Alipojua ni mchezaji wa Yanga atapata nyekundu, na alijua kwamba tukio hilo tofauti na kadi nyekundu hamna kadi nyingine, akapotezea, lakini ilikuwa ni rafu mbaya sana. Kupitia mitandao ya kijamii mashabiki wengi wameweza kuweka reaction zao juu ya swala hilo ambalo mchezaji huyu wa Yanga alistahili kadi nyekundu lakini mwamuzi aliona na akapeta. Huyu anaitwa Aziz Ki Gallery anasema hivi: Baka ana mambo ya hovyo sana. Hata mechi ya Makolo kuna foul kama 3 alimchezea Kibu kwenye boxi. Nikajua home beki hakuna. Msimu kisha Yanga tusajili beki mwingine. Anaitwa Libe Haka anasema hivi: mnalia hii goli bora lililokataliwa. Je, yes, sawa, Yanga kuna bao ambalo walifunga mwamuzi akadai kuwa ni offside, mwamuzi wa pembeni, lakini ilikuwa ni clear goal. Anasema hivi: mbona hata hujaliposti? Ungekuta wao ndo wamenyimwa ile goli. Je, ingekuwaje sasa hivi? Ungekuwa ushaposti mara 20. Tutapiga kila style mamaye hata nje na good. Lakini pia anaitwa Freebert Salvatore anasema hivi: unawashwa, nani alianzisha hii vurugu? Anaitwa Ayam Shihadu anasema hivi: Ayam Shihabu anasema hivi: hili tukio si uliposti toka jana na ukapin post ili ionekane, unairudia ili iweje sasa? Au huna cha kuposti tena? Hizi media nyingine mnaonyesha uadui waziwazi, utadhani ni page ya shabiki. Anaitwa Sebastian Mutale anasema hivi: asiwe anatembea karibu na Sergeant. Anaitwa Masua Chinese anasema hivi: na huyo mwamuzi alikataa goli halali la Mzize kwa kuwa ni mchezaji wa Yanga ili asiongeze idadi ya magoli ya ufungaji. Fande Cosmetics anasema hivi: je, umeona alichomfanyia Makambo Baka?
Mahmoud anasema hivi, kwa hiyo mnataka afungiwe. Anaitwa Kila Msafi anasema hivi, sipati picha kama lile goli alilonyimwa Mzize lingekuwa ni upande wa Tabora tungeshaingia, kwamba tungesingiziwa mengi sana GSM kwamba anaharibu mpira. Mambo ni mengi sana, muda ni mchache, naweza kusema comment ni nyingi, kila mmoja anaandika kile ambacho anaona ni sawa au sio sawa kwa upande wake. Nikipitia comment za mwisho kisha tuende kuangalia bao la Yanga lililokataliwa. Huyu anaitwa Alwatan Hamisa anasema hivi, mimi Yanga ila hapo ni nyekundu, Baka amekuwa beki wa hovyo sana. Anaitwa Nei Bernard anasema hivi, katoe wewe ndugu Koro. Anaitwa Patro 88 anasema hivi, ya kwenu yamewashinda huko Misi na mnaanza kushoboka. Anaitwa Goveti CMI anasema hivi, magoli ya Yanga yaliyokataliwa wala sio issue, hili ndo unaliona. Anaitwa 9 February Store anasema hivi, milio imeanza kutoka. Patrick Frank anasema hivi, oya Mwarabu hapa unasemaje? Lakini pia tunaenda kutazama tukio la goli la klabu ya Yanga Sports Club ambalo lilikataliwa. Klabu ya Yanga Sports Club, Clement Mzize alifunga bao na wenda kama lingekubaliwa basi lingekuwa ni bao lake la 12, hapa angekuwa sambamba na Jean Charles Ahua, na lakini pia bao hilo lilikataliwa. Ukitazama namna position aliyokuwa ambaye alitoa pasi na yule aliyofunga, Prince Dube ndiye aliyetoa pasi, alikuwa eneo sahihi wakati mpira unatoka kwa mchezaji aliyebutua na kupiga moja ya counter ndefu sana long range, alikuwa eneo sahihi. Ukitazama mshale ambao nimekucholea alikuwa eneo sahihi, kisha mchezaji wa klabu ya Yanga Clement Mzize akaja kupachika moja goli safi kabisa, alafu mwamuzi wa pembeni ambaye kabisa unaona alikuwa eneo sahihi akaja kusema ni offside. Kwa kweli hapa alikosea. Yanga tunaweza kusema kwamba wamenyima ubora la wazi kabisa. Moja ya matukio makubwa zaidi ambayo yanazungumzwa ni klabu ya Yanga kunyimwa bao la wazi. So Yanga jana wangenufaika na mabao 4, japo ndio na Yanga nao walipaswa kuadhibiwa kwa kadi nyekundu, maana tukio alilofanya Abdullah Baka ile alistahili kadi nyekundu. Tena alifanya makusudi na hakukuwepo na mpira, japo walianza purukushani mapema kati ya Abdullah Baka dhidi ya Elton Makambo, lakini maamuzi ya Baka kurudishia kwa kumpiga teke Makambo ile moja kwa moja alistahili kadi nyekundu. Hayo ni katika yale matukio ambayo tuliweza kushuhudia katika mchezo wa jana. Mambo ni mengi sana, lakini pia baada ya hapo iko michezo kadha wa kadha ambayo tuliweza kuishuhudia siku ya jana, lakini mchezo mkubwa zaidi ilikuwa ni hatima kati ya klabu ya Yanga Sports Club dhidi ya Tabora. Mchezo ambao kabla ya mchezo yako mengi ambayo yalizungumziwa, ikiwemo ile voice note ambayo iliweza kuvuja katika mitandao kwamba goalkeeper wa Tabora alikuwa anashawishiwa na moja ya viongozi wa Yanga kwamba apokee rushwa ili arahisishe Yanga iweze kupata ushindi, na kuna baadhi ya message ambazo wachezaji walikuwa wakitumiwa ili waweze kurahisisha Yanga ipate ushindi. Sasa sijajua kwa matokeo haya ya mabao 3-0, je, ni kweli wachezaji waliamua kupokea miamara na ndio maana amerahisisha? Na je, kama ulivyotazama mechi, kweli Tabora walirahisisha ili Yanga ipate matokeo? Na je, kweli goalkeeper Tabora naye miamara atakuwa ameipokea ndio maana akafunga magoli, au magoli yote yalivyoingia ni juhudi na upambanaji wa wachezaji wa klabu ya Yanga? Ndio haya ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa zinazojiri ndani na nje Tanzania. Asante.